Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Manchester City wanatarajiwa kushuka dimbani katika uwanja wa Santiago Bernabeu kumenyana na Real Madrid kwenye mchezo wa kwanza wa hatua 16 bora ya UEFA Champions League. Kocha wa Manchester City Pep Guardiola amesema safari hii timu yake imefika katika hali nzuri zaidi tofauti na msimu uliopita walipokuwa wakikabiliwa na majeraha na uchovu wa wachezaji wengi. Guardiola ameeleza kuwa kwa msimu uliopita walifikia katika hatua hiyo wakiwa na wachezaji wachache waliokuwa fiti, jambo lililoathiri uwezo wao wa kupambana na Madrid. Hata hivyo, safari hii anaamini kuwa kikosi chake kiko kamili zaidi na kina nguvu ya kuhimili ushindani mkali katika michuano hiyo mikubwa barani Ulaya. Habari njema kwa Manchester City ni kurejea kwa mshambuliaji wao hatari Erling Haaland ambaye hakushiriki katika ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Newcastle United kwenye raundi ya 5 ya FA Cup mwishoni mwa wiki hii. Guardiola amesema kuwa na wachezaji wote fiti kunampa nafasi ya kufanya mabadiliko kikosini ili kuweka nguvu mpya na akili safi uwanjani. Kwa upande mwingine, wachezaji wapya waliosajiliwa dirisha la Januari, Antonio Semenyo na Marc Guehi, wanaweza kupata nafasi ya kucheza mechi yao ya kwanza ya UEFA Champions League. Kocha huyo anaamini kuwa uzoefu wa mechi kubwa kama hizi utawasaidia kukua haraka na kuwa muhimu kwa mustakabali wa klabu hiyo. Licha ya kutambua ugumu wa kucheza ugenini katika uwanja wa Bernabeu wenye presha kubwa ya mashabiki wa Real Madrid, Guardiola amesema timu yake lazima iwaheshimu wapinzani, lakini pia kujiamini na kuonyesha ubora wao uwanjani. Pep Guardiola alisisitiza kuwa kucheza mechi kubwa kama hizi ni sehemu ya maendeleo ya klabu, akisema Manchester City sasa ni miongoni mwa timu bora barani Ulaya. Amesema wanajituma kwa kila hali ili kupata matokeo mazuri katika mechi ya kwanza kabla ya kurudiana katika jiji la Manchester Machi 17. Kwa taarifa zaidi za kimichezo na burudani, endelea kutufuatilia Instagram, Facebook na Twitter. Tufollow kama Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.